Unavyojiona ndivyo utakavyokuwa. Ukijiona wewe ni mtu wa mafanikio, hakika utakuwa mtu wa mafanikio. Ukijiona wewe sio mtu wa mafanikio, hakika hauwezi kuwa na mafanikio. Kumbe mafanikio ya kwanza yako ndani yako wewe. Mafanikio ya kwanza yanaanzia ndani yako wewe. Kujiamini kwanza kunaanzia ndani yako wewe. Kujituma kwanza kunaanzia ndani yako wewe. Kadri utakavyojiona ndio watu watakavyokuona, na kadri utakavyoamua ndio watu watakavyokuona. Kumbe kuna siri ya mafanikio inakusubiria wewe kujiamini na kuanza, ili watu wengine waweze kukujua. Na hii tunaiona katika kile kitabu cha Hesabu. Kitabu kile cha Hesabu tunamuona mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Yeshua na Kalebu. Yeshua na Kalebu walitumwa na Musa kwenda kupeleleza, lakini waliongozana na watu wengine 8, jumla walikuwa 10. Na walipofika kule, walipopeleleza, walivyoona wale Wafilisti, watu 8 waliona wale Wafilisti ni watu wakubwa wenye nguvu na ambao hawana uwezo wa kulingana nao. Na walivyorudi walisema wao ni panzi. Watu 8 walisema wao kwa wale wajitu walioona kule, wao ni panzi. Kwa hiyo watu walijiona wao ni panzi na hawana uwezo wa kufanya jambo lolote. Lakini Yeshua na Kalebu walimwambia Musa kwamba wao kwetu sisi ni boga, kwa sababu sisi tuna Mungu, wao wana Mungu. Tunaona katika watu 10 kuna watu 2 walijiona wana kitu kwa sababu wako na Mungu, lakini hawa wengine waliona kabisa kuwa hawana uwezo wa kufanya jambo lolote. Inawezekana wewe ndugu yangu unanisikiliza hapa, unajiona huwezi kufanya kitu chochote katika maisha yako, lakini nakuhakikishia kuna kitu Mungu amekiweka ndani yako. Ukijijua vizuri jinsi ulivyo na kujitambua, una uwezo wa kufanya kitu kikubwa mpaka watu wengine wakashangaa. Na ukijidharau, watu wengine hawana uwezo wa kufanya chochote kile, kwa sababu wewe ndio utakuwa umejishusha. Kumbe kuwa juu zaidi na kuwa chini zaidi kunatokana na wewe mwenyewe jinsi ya kufanya. Mungu anataka uanze, alafu uone yeye anafanya nini ndani yako. 2025 kuna uwezekano ulikuwa unasitasita kuanzisha mambo, unasitasita kujaribu mambo, unasitasita kuanzisha biashara, unasitasita kubuni kitu ambacho kinaweza kikakutoa hapo ulipo na kupeleka sehemu nyingine. 2026 na kusihi sana uwe mtu wa kujaribu, uwe mtu wa kuanzisha mambo, uwe mtu wa kujiona kabisa kwamba haujaja duniani bila mpango. Mungu amekuleta kwa mpango maalum, na usijioni kabisa kwamba hauna kitu. Una kitu kikubwa ndani yako. Na kuomba kama una kitu ambacho kilikusukuma na ukashindwa kukifanya, unaweza kuniandikia hapo kwenye comment kwamba umejifunza nini 2025 na umeshindwa kufanya nini 2026. Lakini 2026 tunayoenda nayo hii, unaweza ukawa mtu mpya, unaweza ukawa kwenye lile kundi la Yeshua na Kalebu. Nakushukuru sana, Mungu akubariki sana, tuko pamoja. Asante sana. Kutoka katika mhamasishaji, mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali na mwandishi wa vitabu Simon Lameck Wiko. Asante sana, tutaonana katika vipindi vinavyokuja. Mungu akubariki sana.